the Lord. Mchana wa leo tunasema ni asanti kwa Mungu kutupa nafasi nyingine ili tukaweze kusikiliza neno lake na tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti mfalme wa amani, ni asanti kwa nafasi umetupa Bwana ili tukaweze kusikiliza neno lako. Tunalibariki jina lako na tunasema ni asanti. Watu wako Bwana wakaweze kusikiliza neno lako na wakaweze kuinuliwa na kubarikiwa na neno lako. Na kwa sababu wewe ni mwaminifu na wewe ni mtakatifu, ukatende mema Bwana. Tunasema ni asanti Mungu wetu. Pokea sifa na utukufu zako. Na ni asanti kwa nafasi umetupa. Tunakushukuru na tunakuinua. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Amen. Praise the name of the Lord. My name is Isaac, pastor, and I'm great this afternoon to share and to lead the word of God from the book of 2 Chronicles chapter 20 verse number 12 through 17, and I will lead in the presence of the Lord. O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. 13. Now all Judah with their little ones, their wives, and their children stood before the Lord. 14. Then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. 15. And he said, Listen, all you of Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude. B. For the battle is not yours, but God's. 16. Tomorrow go down against them. They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. 17a. You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord, who is with you. O Judah and Jerusalem, do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. May the Lord bless his word as I invite our bishop to share the message of the Lord today. Welcome, Bishop. Amen. Munatawa mwathani ne Bishop Makimiano Derito kigo kiria twathomerwo nikio tukuigwa ihinda riri, na message yakwa yaritie bara titu ni ya Ngai. Uyu ni Jehoshaphat hindi ria thiaga bara, na Jehoshaphat hindi ria thiaga bara ni arigitwo ni atia gwika, no ni undu wa mahoya maria mahoire na ni undu wa gwita Ngai akiaria na njira ya unabii na akiuga bara ti yao, ni bara ni ya Ngai, na makirwo matuike aguthie na mbere. Muthikiriria wakwa, ihinda riri turagera ihinda ria corona, na ihinda riri turagera ihinda iritu. Bara ni ya Ngai, bara ti itu. Na hindi ria Ngai aria urekererie Ngai bara, wa murekereria ni akuhotana. Bara ni ikoragwo cia mithemba mingi. Wathie thiini wa bururi kwina maundu maria bururi uragerera. Wathie thiini wa kanitha naguo kanitha wina maundu maria uragerera. Wathie thiini wa micii nakuo kwina maundu maria maragerera. No Ngai arauga ati ihinda riri Ngai aroiga bara ti itu, bara ni ya Ngai. Noguo niguo Jehoshaphat ariirio ni Ngai, akirwo bara ti yake, bara ni ya Ngai. Muthikiriria wakwa, bara no turarua ni Ngai ugutuhotanira, na ni Ngai uguturoerera. Kiuke Ngai kiugite atia wathi na mbere haria mwari wa 15. Kiuke Ngai kiugite atia haria mwari wa 15 eni nake Jehoshaphat ucio agikiuga atirere inyue a Juda ona inyue muturaga Jerusalem onawe muthamaki uyu Jehoshaphat tathikiriria
Jehova aramwira o tigai gwetigera ona kana mumake ni undu wa kirinde giki kiingi o ni gukorwo bara ino tinywe mukurwa no ni Ngai. Ino bara titu, bara ino ni ya Ngai, na Ngai nuo guturwirira, na Ngai nuo gutuhotanira. Ni gwenda Ngai akwe hinya hari uri, ni gwenda Ngai akwe hinya wa mahoya, akwe hinya wa guthoma kio kia Ngai, acoke kwe revelation hari uri. Tiga guikara na guoya ni undu wa muturire Yohana, tiga guikara na guoya ni undu wa horo uyu kinyete wa corona. Leo ni turaigua uria andu aria marwarite, ona gugitangathwo kona andu aingi ni mamaka, ona gugitangathwo kona andu aingi ni marigwo gugwikika atia. No kwenda kumwira atiriri Kenyans, bara titu, bara ni ya Ngai, na kei turekererie Ngai bara. Undu wa mbere ni gutuhotane bara. Undu wa mbere ni ki? Undu wa mbere ni kuhera mehia maitu, tuhere mehia mabururi, tuhere mehia twi kanitha, tuhere mehia twi family, twatuika andu a kuhera. Iyo ni pointi ya mbere. Twahera tucoke twike andu gucokeria Ngai ngatho, twika mundu wa kwambararia Ngai, twika mundu wa gucokeria Ngai ngatho. Wona wacokia ngatho, nake Ngai ni akuigua ngatho ciaku. Warikia gucokia ngatho, wa gatatu ni kwira Ngai mabataro maku. Hindi ino twi bara-ini, ira Ngai mabataro maria winamo, ira Ngai mathina maria winamo, na wena Ngai mathina maria winamo, no kinya Ngai egocirie, no kinya Ngai onekane. Noguo niguo Ngai egocirie hindi ya Josephatu. Hindi ria Josephatu erire Ngai mathina maria winamo, tondu Josephatu ndangihotie kwihuranira bara, no Ngai akimwira bara ti yaku, bara ni yakwa ndi Ngai. Josephatu akio instruction ya guthondeka jeshi ya nyimbo, na hindi ria thondekire jeshi ya nyimbo, jeshi iyo igithie mbere igituika ya kuinira Ngai, na thutha wa kuinira Ngai, haleluya, jeshi iyo makemberia kwihura wenyewe. Murata wa Ngai, ihinda riri rihana uguo, bara titu, bara ni ya Ngai, na riothe makurekereria Ngai bara ni makuona uhotani. Andu aria makwĩhoka Ngai ni makuona uhotani wa Jehova. Ngai akimera atia? Akimera inyuĩ rũciũ rokai. Ngai arauga atia? Thiĩ na mbere na maũndũ marĩa ũreka, tondu ici ciana ici cia Isiraeli merirwo rũciũ maroke gũthiĩ na mbere. Kuoguo ro nawe thiĩ na mbere na maũndũ marĩa wĩnamo, thiĩ na mbere na ũrĩa ũrahoya, thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai. Tiga gũtiga kwĩhoka Ngai ati tondu thĩna nĩ wĩingĩhire, tiga kwĩhoka mĩhianano tondu thĩna nĩ wĩingĩhire, tiga kwĩhoka maũndũ marĩa wĩnamo. Trust God. Hallelujah. Uwe mtu wa kuamini Mungu, na uwe mtu wa kuangalia Mungu peke yake, kwa sababu ukiangalia Mungu, Biblia inasema ya kwamba vita sio yetu, lakini vita ni ya Mungu. Ashiria Mungu vita kwa jina la Yesu Kristo. Ukiashiria Mungu vita, Mungu ako juu yako, Mungu atakushindania kwa jina la Yesu Kristo. Sijui ni vita gani unapitia, sijui watu wenu wanakuonaje, sijui watu marafiki wako sijui wanakuonaje, lakini Mungu anasema ya kwamba vita sio yetu, vita ni ya Mungu. Ashiria Mungu vita, na ukimuashiria Mungu atakushindania. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Wale wanaashiria Mungu wanaona ushindi, wale wanaashiria Mungu wanaona baraka, wale wanaashiria Mungu wanaona ushindi wa Mungu. Marafiki wangu, hii vita sio yetu, vita ni ya Mungu. Ashiria Mungu kila jambo, ashiria Mungu maisha yako, ashiria Mungu boma yako kwa jina la Yesu Kristo. Na ndio Mungu akaambia Josephatu, vita sio yako, hata wewe, hata mimi, vita sio yetu. Ni wewe Jehoshafatu wa leo, ni mimi Jehoshafatu wa leo. Kwa hivyo vita sio yetu, vita ni ya Mungu. Na ukiashiria Mungu vita, kweli Mungu atakushindania. Saa hii kuna watu hawana chakula, wengine hawana pesa za kulipa nyumba. Haleluya. Wengine kuna mashida wanapitia. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Wengine madeni ndio hiyo. Ukienda kwa benki wako na madeni, ukienda kwa Mswari wako na madeni, ukienda kwa KCB wako na madeni. Madeni ndio hiyo. Watu wa Mungu, hii vita ni Mungu tu atatushindania. Hii madeni ni mingi sana,
ni Mungu mwenyewe atatulipia. Kuna mama alikuwa mama wa Biblia, alikuwa na deni kubwa kuliko yako, lakini akaenda kwa mtumishi wa Mungu, akamwambia mtumishi wa Mungu, nitafanya nini? Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia, enda ufanye hivi na hivi na hivi. Ukienda kusoma hii Biblia, hii chapter 20, ukienda pale inasema ya kwamba, ukienda pale 20 na 21, na mtii nabii wa Mungu mtasucceed. Kwa hivyo ukitii nabii wa Mungu utasucceed. Sikia vile Mungu anasema, sikia vile watumishi wa Mungu wanasema, kwa sababu watumishi wa Mungu wamewekwa hapo na Mungu ili wakuongoze vile utafanya. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Wakaambiwa mtii Mungu na mtii manabii wa Mungu na mtasucceed. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Ukisoma 20 na 21. Kwa hivyo ni vizuri tuwe watu wa kutii Mungu, kutii manabii wa Mungu, kwa sababu Mungu ameweka manabii wa Mungu hapo. Mungu ameweka bishop hapo ili akuongoze. Mungu ameweka pastor hapo. Mungu ameweka evangelist hapo. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Vita sio yetu, vita ni ya Mungu. Ashiria Mungu vita, na kweli ukiashiria Mungu na ungojee Mungu, jina la Yesu Kristo litukuzwe, utakuwa mshindi. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Mungu ako juu yako, Mungu ako juu yangu. Kwa hivyo ujue ya kwamba vita siyo yako, vita ni ya Mungu. Jehoshafati alikuwa mfalme na akasikia Mungu. Na wewe je, sikia Mungu, na ukimsikia mambo mazuri itafanyika. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Msikilizaji wangu, ukitii Mungu na mimi nikitii Mungu nitafaulu. Lakini ukikosa kutii Mungu hautafaulu. Ukikosa kutii manabii wa Mungu hautafaulu, kwa sababu ni Biblia inasema hivi, wakati huu sio wakati kama vile tulikuwa hida ilito. Kwa hivyo ni vizuri ukae na Mungu sawa sawa, ni vizuri uangalie Mungu sawa sawa, ni vizuri usikilize Mungu. Mungu anasema nini? Ukiamuka sikia Mungu. Haleluya. Ukienda kulala sikia Mungu anasema nini. Ukisikia Mungu na utumia instruction ya Mungu utafaulu. Hata vile mnaona hata sisi ni kusikia Mungu tu. Jina la Yesu Kristo litukuzwe. Wewe unanisikia, wewe unasikia hii voice, Mungu akusaidie. Usikilize Mungu peke yake, na ukisikiliza Mungu utafaulu, na maisha yako haitakuwa vile tena, na hii corona haitakushinda kwa jina la Yesu Kristo. Hii mambo unaona haitakushinda, kwa sababu wewe utakuwa mshindi. Pigia Yesu Kristo makofi na vigeregere. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anasema leo tujue ya kwamba ushindi utatoka kwa Mungu. Tutatii vile serikali inasema, kwa sababu tuko hapo tutii. Tutaendelea kuosha mikono, tutaendelea kuweka mask, na tutaendelea kuweka distance. Lakini mjue ya kwamba kuna mambo ya hapa duniani na kuna mambo ya mbinguni. Ni vizuri tusikie vile mbinguni inasema, ni vizuri tusikie vile Mungu anasema. Na tukisikia vile Mungu anasema, maisha yetu haitakuwa vile tena. Maisha yetu Mungu atatengeneza. Maisha yetu Mungu atatuinua, atatoa kiwango hii atuweke kiwango kingine. Piga Yesu Kristo makofi na vigeregere. Kwa hivyo wewe, hata ukiwa kuna mashida unapitia, Mungu ako juu yako. Mungu atakushindania kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma Biblia in the book of Matthew 19:26, kwa wanadamu haliwezekana, lakini kwa Mungu mambo yote inawezekana. Mungu awabariki, Mungu awainue, Mungu akumbuke taifa letu kwa jina la Yesu Kristo. Pengine uko hapo na hujaokoka, unataka Yesu Kristo akuokoe. Nataka tuombe na wewe na Mungu atakubariki. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele yako, nisamehe dhambi zangu, nioshe na damu ya Yesu Kristo. Futa jina yangu kwa kitabu ya hukumu, andika jina yangu kwa kitabu ya uzima wa milele. Asante Yesu Kristo kwa kuniokoa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naweka msikilizaji wangu mikononi mwako. Yoyote ameomba hiyo ombi,
Mungu namuombea nguvu ya maombi, nguvu ya kusoma Biblia, nguvu ya kuendelea na wokovu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen, amen. Nataka kuomba na wale wako na mahitaji, kwa sababu pekine uko na mahitaji. Mungu atakushidania. Sijui unapitia mambo gani, na sijui ile mashida uko nayo, lakini Mungu anajua mahitaji yako yote. Mungu anajua ile mambo unapitia. Nikaenda kuombea wale wako na mahitaji. Mungu awabariki. Na tuombe. Baba mtakatifu Mungu, weka wote wako na mahitaji mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Wengine ni wagonjwa, na waombea Baba uponyaji kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wengine wako na madeni, walipie madeni kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wengine hawana chakula, naomba Baba wapate chakula kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wengine wako na mashida tofauti, Baba mtakatifu, kutana na mahitaji yao kwa jina la Yesu Kristo. Kutana na mahitaji yao yote Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Receive your miracle in the name of Jesus Christ, Son of the God. Shikari baba rikiria rika kariarabo rikiria rika rima mama kutiria. Receive your miracle kwa jina la Yesu Kristo. Pokea your miracle in the name of Jesus Christ, Son of the God. Mungu ni asante kwa nguvu zako. Asante Bwana kwa kukumbuka watu wako Bwana. Asante Bwana, wapokee miujiza, wapokee nguvu za Mungu in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Shalom, shalom. Amen.